Naitwa Jebra Kambole kutoka kampuni ya wakili ya Logat Advocate, ni wakili hapa nchini Tanzania. Tunapoongelea kuhusiana na tukio lilotokea Morogoro siku za hivi karibuni, tujikite zaidi katika watu ambao wameshakamatwa tayari, wako chini ya jeshi la polisi, ambapo tutagusia vitu kadhaa. Kuna watu ambao wamekamatwa kwa kushtakiwa chini ya sheria ya makosa ya mitandao, ambao ni sheria ambayo ilianza kutumika toka mwaka jana na imepingwa mahakamani, lakini kuna vipengele ambavyo vimehusika na juu haya mambo haviwezi kupingwa mahakamani. Kosa lenyewe liko chini ya kifungu namba 14 cha sheria ya makosa ya mitandao, ambacho kinasema kwamba ni marufuku kwa mtu yote kusambaza picha ambazo ni za kudhalilisha na ni za utupu, na hivyo mtu ambaye atakuwa ametenda hilo kosa atakuwa ametenda kosa la jinai, na hivyo anaweza kushtakiwa mahakamani. Kwa mtu ambaye atakuwa ametenda hili kosa, adhabu yake inategemea na ukubwa wa kiasi ambacho ametenda kosa. Kwa kuna mtu ambaye akiwa ametenda kosa na ameshiriki kwa kiasi kikubwa sana, adhabu yake itakuwa ni kifungo kisichopungua miaka 7 au vyote pamoja na faini. Lakini pia kuna wengine ambao itategemea na ukubwa wa hilo kosa ambalo ametenda, anaweza kafungwa kifungo kisichopungua miaka 10 au pamoja na faini vyote kwa pamoja. Kwa faini inaweza kuanzia milioni 20 na kwenda zaidi kutokana na kosa ambalo umetenda wewe. Kwa hiyo tuache mahakama iamue, iangalie jinsi kiasi gani watu wao wameweza kushiriki na kuweza kutenda kosa hilo. Lakini upande wa pili kuna watu ambao wamehusika katika ubakaji kwenye hilo tukio. Na huo ubakaji ambao umekatazwa chini ya sheria ya makosa ya jinai, ambao sura namba 16 ya sheria za Tanzania. Lakini pia tuna katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 12 inaeleza kwamba watu wote ni sawa, lakini pia watu wote wanatakiwa kuheshimu utu wa mtu. Kwa unapofanya kosa la ubakaji kama hili na kusambaza picha kama hizo, unakuwa hujaheshimu utu wa mtu. Lakini pia ibara ya 26 pamoja na kwamba inatoa hizo haki, lakini inatoa jukumu kwa Watanzania wote kuweza kuheshimu sheria na katiba za nchi. Kwa mtu ambaye anashindwa kuheshimu sheria na katiba za nchi, anakuwa amekiuka katiba yetu. Sheria ya makosa ya jinai, kifungu namba 130 ambacho kinaweza kuhusiana na ubakaji, lakini kifungu namba 131 kinaeleza kuhusiana na ubakaji kwa watu ambao wamebaka kwa mtu zaidi ya mmoja, ambao Kiingereza wanaita gang rape. Kwa watu ambao wamefanya ubakaji kwa mtu zaidi ya mmoja, haijalishi umeshiriki kiasi gani, lakini adhabu yake kwa mtu ambaye ametenda hili kosa ni kifungo cha maisha. Kwa hiyo haijalishi umetoa chumba, umesaidia nini, lakini kama umeshiriki katika kosa kama hili, adhabu yake ni hiyo, na mahakama haiwezi kupunguza hicho kifungo as long as utaonekana umehusika na hilo jambo. Labda nitoe tu msisitizo kwamba kwa watu ambao wanasambaza hizo picha, sheria ya makosa ya mitandao bado inafanya kazi, na kuna vipengele ambavyo havijapingwa mahakamani, na sheria itakuwa batili paka pale ambapo itabatilishwa na mahakama. Lakini so far mpaka sasa bado inafanya kazi. Lakini pia sheria nyingine kama katiba na sheria ya makosa ya jinai bado inafanya kazi. Kwa watu wanapaswa kuheshimu sheria za nchi.